Pengine kwa mtu ambaye wewe ni mtu ambaye tayari una experience kwenye kutoa sadaka, kwa mtu ambaye hana hiyo experience ya kutoa sadaka, una kitu gani cha kumwambia? Sadaka ina umuhimu gani kwenye kutoa kwa watu wenye uhitaji? Unajua hata kwenye vitabu vya dini, tena pande zote mbili, yes, kwa Wakristo na Waislamu, tumeambiwa tusaidie sana mayatima na wajane. Baraka Mwenyezi Mungu anazozileta, mimi nataka niwaambie tu, ina hii ni exclusive na iongea hapa. Ndio. Wallahi bila jana alivyotoa zile kilo 1000 za mchele, nimeuza jana QFK Motors, nimeuza Land Rover moja, nikauza Mitsubishi Outlander pale pale, alafu nikapata order za Scania 5. You see? Jana ile nimetoka hapa Wasafi kukabidhi, nafika pale bwana manager Hamidu ananiambia bosi tuna order hii hizi hapa. Okay. Baraka kweli Mwenyezi Mungu anukitoa na Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anarudisha. Na hiki mimi na experience wallahi, kwa sababu ndo yani ninachokifanya ni kwa sababu nadhani faida tunaipata kwa sababu tunatoa sana. Turudishe katika jamii, ni jambo kubwa sana. Okay. Mungu anakupa wewe ili na wewe utoe. Kabisa. Na wewe utoe. Na hatutoi sio kwa sababu tunatoa sana, mtu anasema mbona QFK mnatoa mnajionyesha? No. QFK ni brand. Ukitoa mwingine akiona naye anapata ushawishi. Kwa mfano last Ramadhani wakati naanza, si tulipeleka pale kwa watoto yatima pale, nakwambia na kituo cha yatima nyuma pale Magomeni. Nilivyo advertise wakaja na wengine, wakapeleka. Umeona kwa nguvu iliongezeka. Nguvu iliongezeka. Na kama vile mnavyokifanya nyinyi. Nyinyi mmeanzisha na sisi tumefanya nini? Kusupport. Tumesupport. Kwa hiyo tutoe kwa ajili ya jamii. Uhitaji ni mkubwa sana. Uhitaji ni mkubwa sana, lakini wewe toa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Maana toa alafu mwachie Allah mwenyewe atabari. Asilimia ngapi hapo imechangiwa kutoka QFK Motors au kwako wewe mwenyewe mkurugenzi kwenye mfuko wako moja kwa moja? Of course ile tu ni QFK, mimi ndio QFK. Kwa sababu mimi ndio QFK. Mimi niliongea tuna mwanamhasibu, nikamwambia bwana nimepokea simu kutoka kwa my brother Tambwe, kuna ABC, uzuri mhasibu wangu na nimuelewa sana, akalipitisha kwa sababu anatutoa. Anajua mimi napenda sana kutoa. Yaani kwa hiyo kienda kwenye swala kutoa, yeye huwa hapingi. Nikishamwambia tu bwana nataka tupeleke sehemu fulani, analipitisha. Jambo limenyoka. Hatujawahi kufilisika eti kwa sababu tumetoa. Kabisa. Na hakuna ambaye amewahi kufilisika kwa sababu ya kutoa sadaka. Hakuna. Ninashauri tu wauza magari wenzangu, wa Tanzania wenzangu, Mwenyezi Mungu anatupa hizi baraka kwa sababu ya dua kutoka kwa hawa ambao tunapeleka kwao. Na shukrani zao. Na shukrani zao. Kwa hiyo tutoe kwa ajili ya jamii, tuisaidie jamii. Tuisaidie jamii. Mungu ana sababu ya kutupa sisi na kuwapa wale. Kama njia pia. Kwa hiyo tutembee kama platform ya kuwasaidia wale. Sawa, nadhani ile ni jambo limekaa vizuri sana. Mara nyingi tumekuwa tunazungumza na kusema kwamba wakati mwingine Mwenyezi Mungu anapokuwa anakupa riziki, anategemea ile riziki iwe ni mrija kwenda kwa mtu mwingine. Yaani pengine usingeweza kupata bila yule mtu. Kwa unapokuwa unatoa inakusaidia sana na inakuwa inalinda sana. Yaani sadaka ina ulinzi mkubwa sana kwenye mali yako. Wasafi Soap, usafi kama wote.